Nilikuwa ninasubiri sana kupokea ripoti kutoka kwa Peter Hegseth ambaye anatoka kwenye ile wizara ya vita ya Marekani, lakini pia nilikuwa nasubiri sana kusikia taarifa kutoka CENTCOM, kitengo maalum kabisa cha kijasusi hiki ambacho kimekuwa kikitumika kwenye kufanya operation mbalimbali nje ya Marekani. Lakini pia nilikuwa nasubiri sana kusikia tamko la rais wa Marekani bwana Donald Trump, Mr. Social Network, kuhusiana na tukio ambalo wamefanyiwa siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2026. Of course ilikuwa ni Ijumaa nyeusi sana kwa Marekani pamoja na washirika wote wa Marekani baada ya taarifa ambayo ilitolewa inayohusiana na vikosi vya IRGC kufanikiwa kudungua ndege 2 za kivita, makombora 2 na droni 3 ndani ya siku moja, ambayo ilifanywa na Iran. Sasa of course hii taarifa nilipata, lakini nilikuwa ninasubiri nione matamshi ambayo yatatoka kwa hayo maeneo ambayo nimeyataja, lakini hakuna hata mmoja ambaye amezungumza kuhusiana na hicho ambacho kimefanywa. Iran ilidungua ndege ya kivita ya Marekani juu ya anga ya eneo lake Ijumaa, jambo ambalo limesababisha kuanza kwa operation ya uokoaji kwa wahudumu wake, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na Marekani pamoja na Iran. Kulingana na taarifa hizo, zilieleza kwamba maafisa wa Marekani ambao hawakutaka majina yao yatajwe walithibitisha kwamba kati ya wahudumu wawili wa ndege za kivita aina ya F-15A Strike Eagle ambayo ina viti viwili walikuwa wameokolewa, huku mahali alipo na hali ya mhudumu wa pili bado haijajulikana. Na huyu mhudumu wa pili, taarifa ambazo ninazo na ambazo nimezithibitisha ni kwamba alikamatwa na vikosi vya Iran. Kwa wale ndugu zangu ambao mpo kwenye ile group letu la Team Russia, mtakuta nimewatumia hiyo picha. Na Iran ilifanikiwa kwamba ilidungua ndege ya kisasa nyingine aina ya F-35 na mabaki ya ndege hiyo ambayo ilikuwa inakwenda katika mission zake ilikuwa inafanana na ndege ya F-15. Ndege ya pili ya kijeshi ya Marekani aina ya A-10 Thunderbolt 2 ambayo ina kiti kimoja ilifanikiwa kuondoka katika anga la Iran kabla ya rubani wake kujirusha nje na kuokolewa. Rais wa Marekani Trump ametishia kuongeza mashambulizi dhidi ya Iran, akisema mitambo ya umeme ya Iran inaweza kuwa malengo ambayo yanafuata. Tangazo hili lilikuja saa chache baada ya vikosi vya Marekani kushambulia ile daraja refu zaidi la barabara kuu nchini humo linalounganisha Tehran pamoja na Karaj, na daraja hilo sasa hivi halitumiki. Na Trump baadaye akasema jeshi letu halijaanza hata kuharibu kilichobaki nchini Iran. Aliandika kwenye Truth Social akasema madaraja yatafuata kisha mitambo ya umeme. Uongozi mpya wa utawala unajua nini kinapaswa kufanywa na lazima kifanyike haraka iwezekanavyo. Msemaji wa jeshi la Iran Ebrahim Zofagal alijibu kwa kutoa onyo la kulipiza kisasi mara moja ikiwa Washington itatekeleza vitisho vyake. Alisema ikiwa Marekani itaendelea na vitisho vyake kuhusu mitambo ya umeme ya Iran, hatua za kulipiza kisasi za haraka zitachukuliwa, alisema katika hotuba yake, akiongeza kuwa miundombinu ya nishati na teknolojia ya habari ya Israel pamoja na kampuni za kikanda zenye vinasaba na Marekani zitakabiliwa na maangamizi kamili ambayo hayana kifani. Video ambazo zilionyesha picha za mradi wa Stargate UAE, kituo kikubwa cha miundombinu ya akili bandia, akili mnemba kinachojengwa Abu Dhabi, sehemu ya mpango ambao unaungwa mkono na Marekani ambao unaongozwa na OpenAI. Zolfagal alisema Iran itafanya chochote kinachohitajika kulinda maslahi yake, akidokeza kuwa miradi hiyo inaweza kuwa malengo makubwa zaidi. Mapema Iran ilisema mlango wa Strait of Hormuz utaendelea kufungwa kwa muda mrefu kwa meli za Marekani na Israel. Baadaye Trump aliitaka Tehran kufikia makubaliano kabla hawajachelewa sana. Maafisa wa Iran wamekanusha kuwa wanatafuta usitishaji wa mapigano katika eneo hilo. Kwa hiyo zile mipango zote ambazo rais wa Marekani bwana Donald Trump ameendelea kuzitangaza si ukweli. Wa Iran wamesema it's a big liar na wao wataendeleza pale ambapo walishia. Sasa story ya Marekani, ndege zake za kivita ambazo ni ndege zinazojificha zimedunguliwa au zimeendelea kudunguliwa, imegonga headline sana duniani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Marekani wamekuwa wakitoa matamshi ya hapa na pale kwamba wanae silaha za kivita ambazo ni best na hatari zaidi kuwahi kutokea katika historia ya ulimwengu, lakini zimedunguliwa haraka sana na Iran. Na vikosi vya ulinzi wa Iran vilitangaza kwamba mifumo yao ya ulinzi wa anga ilifanikiwa pia kuangusha ndege za kivita hizo
na walielezea kwamba hili ni tukio ambalo limeifanya Marekani kuwa na siku nyeusi sana. Na kwenye taarifa ambayo leo Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 iliyotolewa na kitengo cha mahusiano ya umma cha Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, kimesema kwa kina mfululizo wa ufanisi wa utekaji na uangushaji wa malengo katika majimbo mbalimbali ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa, wapiganaji wa kikosi cha ulinzi wa anga IRGC walifanikiwa kuwinda na kuharibu makombora mawili ya cruise angani juu ya Khomeini pamoja na Zanjan. Droni mbili za mashambulizi aina MQ-9-9 Reaper ziliangushwa ndani ya eneo la Isfahan, na droni moja aina ya Helms iliharibiwa angani juu ya Bushehr. IRGC inasema utekaji huo ulifanywa kwa kutumia mfumo wake mpya wa kisasa wa ulinzi wa anga unaofanya kazi chini ya udhibiti wa mtandao jumuishi wa ulinzi wa anga wa taifa hili. Katika tukio jingine tofauti na lenye umuhimu mkubwa, kikosi cha ulinzi wa anga ya IRGC walifanikiwa kuharibu hiyo ndege ya kisasa ya kivita katika anga ya Iran. Msako wa kumtafuta rubani ambaye alipotea ulikuwa unaendelea. As we speak ni kwamba jeshi la Iran ilitangaza kwamba walifanikiwa na wataendelea kudungua ndege nyingine zaidi. Jeshi hili linasema kuwa ndege hiyo ilikuwa inafuatiliwa na kushambuliwa na mifumo ya kikosi cha ulinzi wa anga na hatimaye ikaanguka katika ghuba hiyo ya Uajemi. Taarifa ilisema ulinzi wa anga wa Iran unazidi kuwa imara kadri vita vinavyo ilazimisha dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu na muungano wa Marekani pamoja na Israel. Vikosi vya Iran vinaendelea kutekeleza operation zao, na wanasema wenyewe ni kwamba hawaishii tu hapa, wataendelea kufanya mashambulizi ya hapa na pale. Na mtakumbuka mabibi na mabwana, tarehe 19 March Iran walifanikiwa kile ambacho ilionekana hakijawahi kufanywa duniani, ambapo walidondosha ile ndege ya Marekani ya kisasa ya kivita F-35 Lightning II kwa kutumia mfumo wa Majid unaoongozwa kwa mionzi ya infrared katikati mwa Iran. Kwa karibu miongo miwili mpango wa F-35 uliwakilisha kilele cha ubabe wa kijeshi wa Marekani, ukiwa ni jukwaa la kizazi cha 5 ambayo ina thamani ya matrilioni ya dola, lakini kwa bahati mbaya Iran wamefanikiwa kuzidungua zote. Ndege nyingine za familia ya F pia zimekumbana na mashambulizi katika mwezi uliopita. Ndege aina ya F-15 ya Marekani ilidunguliwa, F-16 Marekani ilidunguliwa, F-18 ya Marekani ilidunguliwa, na zote zilizuiliwa na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga wa Iran. Na hatua hii inaonyesha kwamba Iran wamejiboresha sana katika eneo la kufanya mashambulizi hasa kumkabili adui. Na ulinzi wa Iran pia nimewaambia umekuwa ukiharibu hizi ndege aina ya MQ-9 Reaper, na hizi ndege sio kwamba ni za shilingi 10,000 au dola 1,000. No, ndege moja ya MQ-9 Reaper ina thamani ya takriban dola milioni 30 kila moja. Sasa can you imagine Marekani wanapitia nyakati gani ambazo ni ngumu zaidi? Kwa hiyo Marekani wanakumbana na Black Friday, Black Saturday, Black Sunday, mpaka tuone pale ambapo Marekani watakuwa wamefikiria jambo jingine la kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakasitisha, aidha ni kusitisha mapigano au waendelee kupambana zaidi. Lakini pia usiku wakati wewe umelala, taarifa nyingine ambazo zimegonga headline: juhudi za wapatanishi wa kikanda kufanikisha usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran zimekwama, huku mazungumzo yakifikia mwisho baada ya Tehran kukataa mapendekezo na kukataa kukutana na maafisa wa Marekani mjini Islamabad, kulingana na taarifa ambazo zimetolewa. Na juhudi hizo za upatanishi ambazo zinaongozwa na Pakistan kwa msaada wa Uturuki na Misri zimekumbwa na changamoto kutokana na kile ambacho Iran imekiita madai yasiyokubalika Marekani, huku maeneo mbadala kama Doha na Istanbul sasa yakizingatiwa katika jitihada za kufufua mazungumzo. Mvutano huo unakuja huku bado kuna taarifa kinzani, ambapo Washington inadai Iran iliomba usitishaji mapigano, madai ambayo Tehran imeyakanusha na wakasema ni ya uongo ambayo hayana msingi. Na wakati ripoti zikionyesha kuwa Marekani inaweza kuweka masharti makubwa ya makubaliano kama kufunguliwa tena kwa mlango wa Strait of Hormuz, Iran kwa upande wake imeripotiwa kutaka fidia, kuondolewa kwa jeshi la Marekani katika eneo hilo na dhamana dhidi ya mashambulizi hapo baadaye. Kwa hiyo wa Iran ndio ambao wamegoma kufanya mazungumzo. Lakini pia wakati wewe umelala, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ametoa kile kinachoonekana kuwa ni onyo kuhusu hatari kwa njia nyingine muhimu ya baharini, mlango wa Bab el Mandeb. Ingawa si muhimu kama Hormuz, bado ni njia muhimu ya kibiashara, inabeba 5% ya mafuta ya dunia na kuwa sehemu ya njia ya mfereji wa Suez unaoshughulikia karibu 12% ya biashara duniani ambayo inapita baharini. Mnakumbuka jana niliwaleteni makala fulani hapa nikasema Iran inapigana vita ya kisayansi.
Iran haangaiki sijui kushambulia jeshi, sijui kushambulia nini. Iran anahangaika na vitu ambavyo ni very sensitive. Sasa hivi mnasikia anasema anataka kufunga huo mlango wa Bab al-Mandeb, na hili linakuwa ni pigo jingine zito zaidi. Kupitia katika chapisho kwenye ukurasa wa X, Kalibaf alielekeza kwenye kiasi cha bidhaa muhimu kinachopita katika njia hiyo, akiuliza ni sehemu gani ya mafuta ya dunia, gesi asilia iliyoyeyushwa LNG, ngano, mchele wa mbolea kupita katika mlango wa Bab el-Mandeb, na ni cha kampuni zipi ambao wanategemea zaidi njia hiyo. Yani amewauliza wale wasaidizi, akasema nataka nijue meli zinazopita hapo ni meli zinazotoka wapi. Anataka ajue kama zina ushirikiano kwa namna yote ile na magharibi, huo mlango unafungwa na wenyewe. Hao ndio Waajemi wa Irani ambao mnawajua. Lakini pia tumeona mlipuko ulipiga jengo la shirika la Kikristo Christian for Israel katika mji wa Nijkerk nchini Uholanzi mwishoni mwa Ijumaa jioni. Polisi wanasema, wakiongeza kuwa hakuna majeruhi ambao waliripotiwa, taarifa ambao kilala. Lakini pia mkuu wa shirika la nishati atomic la Iran ameishutumu shirika la kimataifa la nishati atomic kwa kuruhusu kwa vitendo mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, akisema kushindwa kwa shirika hilo kujibu ni ushirikiano wa wazi na Marekani. Afisa huyo ameongeza kuwa barua za malalamiko zimetumwa kwa mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Gross, akionya kuwa uzembe wa kihistoria wa shirika hilo unaendelea kudhoofisha uaminifu wake ambao tayari umepungua kwa kiasi kikubwa zaidi. Lakini pia wakati ukiwa umelala, maafisa wa Dubai wanasema mabaki ya uingiliaji wa anga yalianguka nje ya jengo la Oracle katika eneo la Dubai Internet City, wakiongeza kuwa hakuna majeruhi walioripotiwa. Niliwapa taarifa kwamba jengo la Oracle lilishambuliwa. Sasa wameanza kuzungumza na wao wenyewe, lakini mapema walikataa, wakasema hakuna tukio la namna hiyo. Lakini pia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran walichapisha video ambayo ilionyesha tena wamefanya mashambulizi kwenye ndege ya mashambulizi ya Marekani aina ya A-10. Na video hii ilichapishwa kwenye mitandao ya kijamii, inaonyesha mtazamo mpya wa mashambulizi ya Marekani dhidi ya eneo hilo. Na kimsingi ni kwamba bado kumekuwa na hali ya sintofahamu Mashariki ya Kati. Iran bado anaendelea kujichukulia umaarufu, ijapokuwa nimeona kuna watu wengi sana so far wanazungumza wakasema sijui unajua Iran moja kati ya mistake wamefanya ni pamoja na kufanikiwa kudungua ndege, sijui Marekani katuma ndege 3 za kivita kwenda kuwaokoa, zimepita chini zikaenda zikawachukua wale mateka wao. Hapana. Ni kwamba of course baada ya kuwa wamefanikiwa kudungua zile ndege, wale marubani 2 waliokolewa, lakini mmoja mpaka sasa hivi yupo under arrest. Sasa huyo ndio ambaye anaweza akatumika na Marekani kwa ajili ya ceasefire. Yani Marekani huwa wana tricks zao moja fulani za kawaida sana. Wakigundua kwamba mission waliokuwa nayo inaweza kawa ni ngumu sana kwa upande wao, wanaweza wakamtumia mwanajeshi huyo mmoja ambaye amekamatwa kwa ajili ya kutangaza kufanya usitishaji wa mapigano kwa maana ya ceasefire, wakisema basi kama vipi tuachane na hizi habari, tubadilishane sijui wafungwa na pamoja na mambo mengine, na mwisho wa siku mnajikuta vita imeyeyuka hapa na pale. Na Iran wenyewe wanaonekana ni watu ambao still wana uhitaji na hiyo vita, kwa sababu ni vita ambayo pia wakati mwingine inawaheshimisha sana duniani. Watu sasa hivi wameanza kuitemu Iran kama taifa ambalo ni super power kabisa, kwa sababu lenyewe ni tofauti na mataifa mengine ambayo tunasema labda ni super power. Mfano unamtaja China, sijui Korea, unamtaja Mrusi, unamtaja nani, lakini hawajawahi kuwa na battle ya moja kwa moja na Marekani katika karne hii tuliyokuwa nayo, karne ya 21. Hawa mara nyingi wamekuwa wakipigana proxy war. Unapopigana proxy war ni kwamba wewe hauendi front, wanakuwepo watu wachache ambao you support them, lakini Iran yeye amepigana direct na Marekani mwenyewe, na amepigana katika maeneo zaidi ya 12, jambo ambalo linamfanya Muirani sasa hivi aanze kuonekana ndio tishio halisi, tishio live kwa ulimwengu tuliokuwa nao sasa katika karne hii ya 21. Haijalishi viongozi wake sijui wanakufa, haijalishi sijui kuna nini kinatokea, lakini wameonesha ule ukubwa wao katika karne hii ya 21.